Na tukisalia kwa masuala yanayofungamana na mahakama, hakimu mwandamizi wa Kangema Martin Kinyua Mutegi amesimamishwa kazi kufuatia kukamatwa kwake na tume ya kukabiliana na ufisadi nchini kwa madai ya kupokea hongo. Jaji mkuu Martha Koome kwenye taarifa alisema hatua za kinidhamu zitachukuliwa dhidi ya hakimu huyo, akiahidi kushirikiana na tume ya EACC kwenye uchunguzi wake dhidi ya hakimu huyo. Jaji mkuu pia alikariri kwamba idara ya mahakama haitavumilia visa vya ufisadi na mienendo duni miongoni mwa maafisa wake. Hayo yanajiri huku chama cha wanasheria nchini LSK kikisusia vikao vya mahakama hii leo kwa madai ya kukithiri kwa visa vya ufisadi katika idara hiyo. Kwenye taarifa hii leo, Jaji Mkuu Justice Martha Koome amesema madai dhidi ya afisa huyo wa mahakama yana uzito mkubwa, na iwapo yatabainika itakuwa ukiukaji mkubwa wa kisheria na maadili ya kazi ya maafisa wa idara ya mahakama. Jaji mkuu aliongeza kuwa ingawaje haki zao zitadumishwa, idara ya mahakama haitamtetea jaji yeyote, afisa wa kisheria au mfanyikazi wa idara hiyo anayedaiwa kushiriki uhalifu au mienendo duni. Alisema majukumu ya maafisa wa kisheria yanatekelezwa kwa niaba ya raia na lazima yatekelezwe kwa uadilifu, bila mapendeleo na kwa njia iliyo wazi. Hatua hiyo kinidhamu inajiri kufuatia kutiwa nguvuni kwa hakimu huyo pamoja na afisa mmoja mkuu Julius Irungu Njogu mjini Kangema. Wapelelezi wa tume ya EACC wanadai afisa huyo alitisha hongo ya shilingi 150,000 kutoka mfanyabiashara mmoja wa Murang'a kwa madai eti alikuwa akiitisha fedha hizo kwa niaba ya hakimu ili aweze kutoa kauli inayompendelea. Wawili hawa wanaripotiwa kukamatwa wakipokea pesa hizo kutoka kwa mlalamishi. We are very keen that please, justice cannot be for sale. Justice is priceless. And this is the last frontier. The courts are our last frontier where we seek refuge. So please, 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 kindly dispense justice as it's supposed to be dispensed. Tume ya EACC ilisema uchunguzi pia umebaini kuwepo kwa malalamishi mengine kuhusiana na utatizaji wa utaratibu wa mahakama. Ben Chumba, Darubini.